Yes, Mungu akubariki sana. Naomba niweke mwendelezo, nimalizie kipengele ambacho nilikuwa nimefika. Tulikuwa na kipengele kinachosema imani ya kuwa na hakika jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima. Lakini kwenye somo linalosema maeneo 7 muhimu ya kufanyia maandalizi kwa ajili ya unyakuo, tuliangalia mambo kadha wa kadha. Nilikuwa nimefika kwenye kipengele cha njia ambazo Mungu hujifunua kwa wanadamu kwa kipindi hiki ili wamthibitishe na waweze kumwamini. Kumbuka nilisema kwamba huwezi ukakiamini kitu usichokisikia, na huwezi ukakiamini kitu usichokiona, na huwezi ukakiamini kitu ambacho bado hujawahi kukithibitisha ili ukiamini. Kwa hiyo sasa tukawa tumeangalia mambo kadha wa kadha. Naomba sasa ili nimalizie hiki kipengele, tukija basi tuendelee kwenye kipengele kingine. Nilisema kwamba Mungu hujifunua kwa moto. Mungu hujifunua kwa moto kwa sababu mimi mwenyewe ni mhanga, lakini pia nimekutana na watu wengi wamekuwa wakienda na wakimsubiria Yesu, lakini Yesu ambaye wanamsubiria na Yesu ambaye wanamtumikia hawajawahi kumthibitisha. Wengine wanapoenda kufanya ibada mbele zake, kuna taswira ndani yao inakuja. Taswira, wengine inakuja taswira ya yule aliyeigiza kama Yesu. Hata mimi nilipokuwa mdogo pia nilikuwa nikienda kuomba, taswira inakuja, ninamuomba yule ndugu aliyeigiza kama Yesu ndiye anakuja ndani ya moyo wangu, na ninabubujika kweli, na najua kwamba ni yeye yule Yesu ambaye namuomba. Wengine wakaenda mbali sana, wakatengeneza sanamu ambalo sasa wengine wanasujudu hapo, wanainama na kuinuka, wanapeleka maombi yao, wanakuwa na emotion kubwa sana. Wanakuwa na hisia kwamba wanayemuomba yule ndiye Mungu. Wengine wakatengeneza Bikira Mariamu, wengine wakawa na rozari, shanga, wengine wakatengeneza vitu kadha wa kadha ambavyo ili viwasaidie kupandisha imani yao. Wanapoviona ndani yao, imani inatengenezeka kwamba yule wanayemuomba, wanayemwabudu, wanayemsujudia ni kweli ndiye Yesu. Kwa hiyo kila wakienda mbele za Mungu kuabudu, taswira inayokuja wanayemwabudu ni yule aliyeigiza kama Yesu. Kumbuka kwenye kipengele kilichopita tuliangalia kwamba Yesu ni Bwana wetu na anakaa ndani yetu. Na kama anakaa ndani yetu, Bwana huwa anaongea. Kwa nini kama yuko ndani yetu sisi hatumsikii? Kwani yeye ni sanamu? Kwa sababu kwenye Zaburi maneno ya Mungu yanasema kwamba zina kinywa lakini hazineni, zina masikio lakini hazisikii, zina miguu lakini hazitembei, zina pua lakini hazinusi harufu. Hiyo ni sanamu. Lakini Mungu wetu sio sanamu. Yeye ana macho, anaona, ana masikio, anasikia, na tunamwendea tu, tunaomba, lakini hatujawahi kumthibitisha kama anakaa ndani yetu. Lakini lazima tumthibitishe ili tumwamini, ili tuweze kuenenda naye. Kwa hiyo unaweza, kama hujamthibitisha, unaweza ukaenda bila kumthibitisha, ukapoteza muda, ukapoteza sadaka zako, na akija na kuacha. Kwa hiyo sasa katika nyakati hizi nikawa tumeangalia njia ya kwanza ni kwa namna gani Mungu atajithibitisha, atajifunua kwako ili umthibitishe kwamba ndiye. Na kitu gani huwa kinakuja mbele zako unapoenda mbele zake kumwabudu, unapoenda kuomba? Ni nini ambacho kinatokea kinakupa uhakika, kinainua imani yako kwamba uko mbele za Mungu? Ni kweli Mungu haonekani, Mungu hashikiki, lakini Mungu ni halisi. Japokuwa hashikiki, lakini huwa anajifunua kwa wanadamu kama moto. Naomba sasa nimalizie hiki kipengele, tukija tunaendelea na kipengele kingine
ikiwemo kipengele cha eneo lingine la ujuzi wa kujihuzurisha kwenye baraza la Bwana kulivyo na umuhimu kwa kadiri siku ya kuja kwa Bwana Yesu inavyokaribia. Lakini leo tunaendelea na jambo la imani, na uwezo kukiamini kitu ambacho hujawahi kuthibitisha. Kwa hiyo sasa, Mungu kwa kawaida, Mungu hujithibitisha, hujifunua kwa moto, na anapojifunua kwa moto watu wao wanamthibitisha. Mungu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Mungu aliyejifunua kwa Musa ndiye yule yule aliyejifunua kwa kipindi cha mitume, ndiye yule yule anayejifunua kwangu leo, ndiye yule yule anayejifunua kwako. Kuna watu wengine hawasemi, kumbe wao wameenda mbali sana. Wanamuona Yesu anajifunua kwao, wanamuona, wanaongea na yeye. Wengine wanaona malaika. Lakini sisi tunaenda tu kwenye dini zetu, hatujui jinsi anavyojifunua. Tunatoa tu sadaka, tunaomba, hatuelewi. Kwa hiyo Mungu alijifunua kwa Musa, akajifunua kwa moto kwenye kichaka kilikuwa kinawaka moto lakini hakiteketei. Kwamba ni yeye Mungu alikuwa amemshukia Musa kama moto ni kwenye kichaka kisichoteketea. Ni yeye yule yule anayejifunua kwa mtu. Unapoenda mbele zake ni moto unakuwa ndani yako, unawaka kabisa lakini hauteketei. Mikono inawaka kabisa lakini huteketei. Nywele zinawaka kabisa lakini huteketei. Uso unawaka kabisa lakini huteketei. Ndiye Mungu sasa nakuwa yuko ndani yako, kwa sababu tuliona Mungu yuko ndani ya mtu, yuko kila mahali. Mungu yuko karibu kwa kila mmoja wetu. Amen, amen. Kwa hiyo Mungu yule yule aliyejifunua kwa Elia kama moto. Elia aliposema kwamba na ijulikane Mungu wa mbinguni, wewe ndiye Mungu. Mungu wetu, maneno ya Mungu yanasema kwamba Mungu wetu ni moto lao. Kama Mungu ni moto lao, ina maana uwe na uhakika anapojifunua kwa mtu anajifunua kama moto. Anajifunua kwa moto kwa sababu huwezi kumshika, lakini moto utauhisi ndani yako, moto utauona ndani yako. Kwa hiyo moto ulishuka ukalamba ile sadaka ambayo Elia alikuwa ameiandaa, na ukamthibitisha ni Mungu. Ni yeye yule yule aliyejifunua kwa wana wa Israeli kwamba waweze kumwamini ni yeye aliyewatoa kwenye nchi ya Misri kwenda kwenye nchi ya ahadi, nchi ya Kanaani. Kwa hiyo ni yeye yule yule alijifunua kama nguzo ya moto usiku. Ni yeye yule yule alijifunua kama wingu wakati wa mchana. Ni yeye yule yule, hajawahi badilika, anajifunua kwa moto, kwa sababu yeye hana umbo ili umuone umshike. Anajifunua kwa moto kuthibitishia kwamba yeye ni moto lao, kwamba yule yuko mbele, uliye mbele yake ni moto lao. Ni yeye yule yule anayejifunua nyakati zetu hizi. Alijifunua kwa mitume walipokuwa kimsubiria, wakiomba, wakifunga na kuomba, walipokuwa kimsubiria juu, akajifunua kwa moto. Akajifunua kwa moto, akamthibitisha ni yeye yule yule, na ndipo akatoka hapo sasa kwenda kufanya kazi. Wakauza mali zao walizokuwa nazo, wakamtolea sadaka. Kwa nini? Kwa sababu tayari alikuwa ameshajifunua. Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 2 na ule mstari wa 3, maneno ya Mungu yanasema hivi: kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Ina maana ni yeye yule yule anayetutokea leo kama moto na kukalia kama ndimi za moto unaokaa juu yako. Anajifunua kwako kama moto. Ina maana unapoenda kumwabudu, unapoenda mbele zake, anakutokea kama moto, na ila haukuteketezi. Lakini moto huwezi ukauficha. Moto lazima uhisi moto. Kwa hiyo anajifunua kwako kama moto. Ina maana sasa unapoenda, taswira inayokuja ni moto unakuwa ndani yako, ni moto kabisa unawaka. Kwa hiyo kwa kadri tunavyoenda tunajifunza njia kaza wa kaza. Ina maana kama sasa Mungu wako ajifunue kwa njia